Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumwona Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratias John Ndejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi as a person ni mtu raimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana, Mwisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie Mheshimiwa Deogratias Ndejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake la kumsaidia Mheshimiwa Rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu. Ila ninalileta tena kwa sababu hisia za wananchi jimboni zinaonesha kwamba jambo hili linapaswa kupata kauli nzito ya serikali, na jambo hili sio la Tunduru Kaskazini peke yake, ni jambo la mikoa mingi ya Kusini, Lindi, Mtwara, Ruvuma na sehemu nyingi za Tanzania. Jambo lenyewe linahusu migogoro ya wafugaji na wakulima. Hali ambayo nimeikuta jimboni inaonesha kwamba licha ya jitihada ambazo serikali imekuwa ikizichukua ikiwemo hatua za kipolisi na hatua za kiusuluhishi, bado migogoro ya wakulima na wafugaji imeleta hali ya sintofahamu. Mazao ya watu yanaharibiwa, mbaazi hazivunwi, korosho hazivunwi vizuri, watu wanauawa, watu wanaumizana. Ni ipi kauli ya serikali ya hatua madhubuti ambazo inalenga kuzichukua na ambazo zimechukuliwa ili jambo hili lisilete mifarakano mikubwa zaidi inayoweza kuleta mauaji zaidi na hali ambayo itatishia usalama katika nchi yetu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa mbunge Ado Shaibu kwa kulileta swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niliwahi kupata heshima ya kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, na katika kutimiza majukumu yangu niliwahi kushuhudia haya mambo ambayo Mheshimiwa mbunge anayasema. Nimeshuhudia mifugo ya wafugaji ikiwa imekatwa zaidi ya mifugo 150. Nilishuhudia mapigano ambapo mkulima mmoja akachomwa mkuki, nadhani kwenye mitandao na waheshimiwa wabunge watakumbuka, na jambo hili limeendelea kujitokeza kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema. Mheshimiwa Spika, serikali inachofanya, moja, tumegawanya hatua za kuchukua kwa sababu tatizo hili ni kubwa na linaendelea kuwa kubwa, na sababu ya msingi Mheshimiwa Naibu Spika ni kwamba idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka, na hata idadi ya wanyama katika baadhi ya maeneo ya hifadhi inaongezeka, lakini ardhi ni ile ile. Na Mheshimiwa Naibu Spika, yapo pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaondoa ile hali ya kimazingira ambayo ilikuwa inaruhusu hizi shughuli zote kuwanufaisha wananchi pasipo kuleta mgongano. Kwa tuna tatizo la msingi ambalo sababu zake ni kama hizi nilizozisema. Nini serikali inafanya? Mheshimiwa Spika, katika hatua za muda mfupi tumesema kwanza lazima tukubaliane kuhusu matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni kwenye hatua za haraka kwa sababu ipo migogoro maeneo mengine ambayo inasababishwa na kutokuzingatia matumizi bora ya ardhi, ikiwemo tabia za baadhi ya viongozi katika baadhi ya maeneo
kuuza maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya wakulima kupelekwa kwa wafugaji kinyemela, ama baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya malisho kuuzwa kinyemela kwa wakulima, na matokeo yake yanasababisha migongano. Kwa nimeelekeza lazima hatua kali zichukuliwe yakitokea mambo ya aina hii ambayo yanatusababishia migogoro. Inatokea eneo ambalo liliwekwa kwa malisho lote linauzwa kwa mtu mmoja, ama eneo liliwekwa kwa ajili ya kilimo lote linauzwa kwa mtu mmoja. Haya tumesema lazima tuzingatie mipango ya matumizi bora ya ardhi ili hizi shughuli zote ziweze kwenda sambamba. Lakini kwa hatua za muda wakati na muda mrefu, Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema ni lazima tuende kwenye transformation, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Mifugo Daktari Bashiru Ali Kakurwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongoro pamoja na Waziri wa Maji. Moja ya jambo ambalo sekta hizi zimekubaliana kufanya ni kuhakikisha kila mmoja wa sekta inapotekeleza mradi anatengeneza mazingira ya sekta nyingine kunufaika, kwamba pakijengwa bwawa la umwagiliaji pawekwe pia kwenye bwawa lile lile matoleo ya maji kwa ajili ya wafugaji, ili kuepusha mifugo kwenda kupata shida ya maji na pengine kurundikana eneo moja. Lakini hivyo hivyo kwa Wizara ya Maji, hivyo hivyo kwa Wizara ya Kilimo, hivyo hivyo kwa Wizara ya Mifugo. Tunaamini mashirikiano haya ya sekta hizi yataendelea kutupunguzia matatizo ya ukosefu wa maji ambayo yanasababisha mifugo itembee maeneo tofauti na pengine kwenda mpaka maeneo ambayo ni ya kilimo. Lakini lingine, Mheshimiwa Spika, tumesema tuwekeze kwenye mageuzi kwenye sekta hii ya mifugo. Moja ya mageuzi ambayo nimeenda kwenye shughuli ya wafugaji na nimejionea na nimeona wafugaji wa kawaida wakianza kufanya hayo mabadiliko ya kuwa na nyasi kwa ajili ya kupanda nyasi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Nina mfano wa mfugaji mmoja kule Morogoro na mfano wa mfugaji mmoja kule Monduli ambao wamepanda nyasi na mifugo yao haihangaiki tena kwenda kwenye mashamba ya watu. Na la mwisho, Mheshimiwa Spika, ambalo tunachukua hatua kali ni wale wanaofanya makosa haya kwa makusudi. Hawa ni watu wanaohatarisha usalama wa nchi yetu. Kuchukua mifugo na kwenda kuswaga na kwenda kuchungia kwenye shamba la mtu kwa makusudi, huu ni uvunjifu wa sheria wa makusudi na serikali haitavumilia makosa ya aina hiyo. Lakini hivyo hivyo tumesema utaratibu wa kuchukua sheria mikononi na wenyewe tumesema ni jambo ambalo linahatarisha amani ya nchi yetu na lenyewe haliwezi likavumilika. Na Mheshimiwa Spika, nimeendelea kuwaambia wafugaji na wakulima, wala asitokee mfugaji akaona mkulima ni adui yake, na wala asitokee mkulima akaona ni mfugaji ni adui yake. Hapa tuna jambo la msingi ambalo tunatakiwa tulifanyie kazi, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Waziri wa Katiba, Waziri wa Ardhi, Waziri wa Mifugo na Uvuvi pamoja na Waziri wa TAMISEMI wameendelea kukaa, na naelekeza kamati zetu za ulinzi na usalama za mikoa pia kuendelea kukaa na makundi haya